Hello ndugu jamaa na marafiki, habari wapenzi wa tasnia ya simu, wapenzi wa teknolojia, wapenzi na mafundi wa simu. Leo nataka nizungumzie kwa kifupi sana, nigusie juu kitu au vitu muhimu sana vya ufanyaji kazi wa simu katika upande wa software. Kwenye simu kuna kitu ambacho ndio mzizi na msingi wa uendeshaji na ufanyaji kazi wa simu katika upande wa software. Zipo komponenti tofauti, zipo komponenti nyingi ambazo zikisimama kwa pamoja hutupa utendaji kazi wa kisoftware kama tunavyoona unavyofanyika kwenye simu. Miongoni mwa hizo komponenti kuna kitu kimoja kinajulikana au vinajulikana kama SoC na CPU. Sasa leo nataka nitoe au nichambue au nielezee au nifafanue utofauti uliopo kati ya hivi vitu viwili, SoC na CPU. SoC kwa kirefu chake inafahamika kama System on a Chip, System on a Chip ambayo ni SoC, na CPU kirefu chake inafahamika kama Central Processing Unit, Central Processing Unit. SoC na CPU au System on a Chip na Central Processing Unit, kwa kutumia uelewa wa kimazoea na uelewa wa kawaida ambao watu tumezoea kufanya na kukutana nao katika utendaji wetu wa kazi, unaweza ukaona ni kitu kimoja. SoC na CPU kwa wafanyaji kazi wa simu wanaweza wakahisi na wakaona ni kitu kimoja, lakini kitaaluma hivi ni vitu viwili tofauti, SoC au System on a Chip, hii kitaalamu au kwa kitaaluma, System on a Chip hii tunaweza tukaielezea kama ni chipu moja ambayo inapachikwa chipu zaidi ya moja ambazo ni muhimu kiutendaji kazi. Ni chip moja ambayo ndani yake ina contain chip zaidi ya moja ambazo ni muhimu kiutendaji kazi. Kwa lugha nyingine wanasema ni integrated chip, kwamba tunaposema integrated chips ni kwamba ndani ya chip moja kuna chip zaidi ya moja zimekuwa integrated ndani yake. Sasa SoC kwa maelezo ya juu au kwa maelezo ya haraka watu wanaitambua kama processor. System on a Chip ni tunaweza tukaita ni processor kwa uelewa wa kawaida na wa juu, lakini tukiingia deep kitaalam zaidi, System on a Chip ni zaidi ya processor, kwa sababu tunapoongelea processor tunaongelea ni kitu ambacho kina process data. Kitu chochote ambacho kinaweza kuprocess tunaweza tukakiita ni processor. Yani processing unit yoyote inaweza ikaitwa processor, kwamba inaweza ikawa ni Central Processing Unit processor, Graphical Processing Unit ikawa ni processor. Lakini tunapoongelea System on a Chip, hii ni zaidi ya processor, kwa sababu ni chip ambayo imecontain component zaidi ya moja. Yani CPU yenyewe inakuwa ndani ya System on a Chip. Kwa hiyo tunaposema System on a Chip tunasema ni integrated chips ndani ya chip moja. System on a Chip katika simu ina contain component tofauti kama CPU ina contain component au inabeba component kama modem au baseband, inabeba component kama connectivity modules. Connectivity modules hapa tunaangalia vitu ambavyo vinafanya connection ya simu kwa njia ya wireless, ikiwemo wifi, ikiwemo bluetooth. Hizo modules hizo zinaitwa connectivity modules. Hizo chip zote ziko ndani ya System on a Chip. Ndani ya System on a Chip tunakuta vitu kama memory.
ndani ya system on a chip unakuta vitu kama memory vinakuwa integrated kwenye chip moja. Maana yake ni nini? System on a chip inakuwa ni wide, ni kubwa, alafu CPU inakuwa ni ndogo kiutendaji. Hapo tunapoongelea moja ni kubwa, moja ni ndogo, ni kiutendaji, sio ki dimension. Kwamba tunapopata system on a chip tunategemea ndani yake tuwe na CPU. Tunapopata system on a chip tunategemea ndani yake tuwe na memory. Tunapopata system on a chip tunategemea ndani yake kuwe na GPU. GPU au graphical processing unit ni miongoni mwa component ambazo zinapatikana ndani ya system on a chip. Kwa hiyo kwa haraka tunaweza kusema kwamba system on a chip ni chip ambayo ndani yake inabeba CPU na components nyingine. Sasa tukiangalia kwenye upande wa CPU ni nini? CPU tunasema ni Central Processing Unit. Ni ile chip ambayo ni main katika utendaji kazi wa simu. CPU ndo chip ambayo inafanya calculation za simu. CPU ndo chip ambayo inafanya processing za data ndani ya simu. Kwa haraka tunaweza tukasema CPU sasa ndio ubongo wa nini? Ubongo wa simu. CPU ndio ubongo wa simu kwa sababu CPU ndio ina process data, ina process hizo instructions zote, inafanya calculation, ina coordinate task ambazo zinafanyika ndani ya simu. Kwa hiyo CPU ndio inabeba majukumu ya kila kitu ambacho kinatafsirika ndani ya simu. Kwa juu tu ni wagusie kitu kimoja. Utendaji kazi wa CPU huwa unatumia lugha za kikompyuta ambazo zinaitwa binary language. Kwa hiyo kazi ya CPU sasa ni kubadilisha lugha ambayo sisi tunaielewa kwenda kwenye lugha ambayo device inaielewa, ambayo inatambulika au inajulikana kama binary language. Kwa hiyo calculation, instruction, arithmetic zote zinazofanyika ndani ya simu huwa zinafanywa kwa lugha inayojulikana kama binary language. Ni lugha ambayo inatumia alama ya 0 na 1 au 0 na 1. Sasa kazi ya CPU ni kucontrol na kuhandle hizo situation zote ambazo zitahitaji matumizi na translation au kutafsiri matukio kutoka katika lugha ambayo device haielewi kwenda kwenye lugha ambayo device inaielewa. Na nimeshasema kwamba device inaelewa lugha ambayo inaitwa binary language. Kwa hiyo tumeona hapo CPU na system on a chip vinaweza kutofautiana vipi. Kwamba CPU ni kile kichipu ambacho ndo kina handle au kinafanya kazi zote muhimu za kutafsiri matukio na kuprocess data ndani ya simu. Wakati system on a chip ni chip moja ambayo imekuwa integrated na chip zaidi ya moja ndani yake, ambazo hizo chip zote zilizokuwa ndani ya system on a chip ni muhimu kiutendaji kazi. Yani ina contain zile chip muhimu kiutendaji kazi. Lakini kiutendaji kazi wa namna gani? Huwa hapa tunaongelea katika upande wa software. Ukiangalia chip zote ambazo zipo integrated kwenye system on a chip, huwa utendaji kazi wake umebezi katika masuala ya software zaidi kwenye simu. Kwa mfano, kuna chip kama hiyo CPU kama nilivyoelezea kazi zake. Kuna chip kama graphical processing unit. Hii kwenye upande wa software ni chip ambayo ina generate data za graphics zote. Maana yake utendaji kazi wa kamera, utendaji kazi wa display, utendaji kazi wa vitu vyote ambavyo vinahusika na mionekano vinaendeshwa na processor ambayo inaitwa GPU. Sasa GPU inaiendesha hivi vitu katika mfumo wa kisoftware zaidi. Maana yake zile data ambazo zinakuwa generated katika upande wa graphics zinakuwa processed katika upande wa graphics, zinakuwa controlled na chip inayoitwa GPU. Na hii GPU ni moja ya component zinazopatikana kwenye system on a chip. Kuna component nyingine ya system on a chip ukiachana
na GPU na CPU kuna component kama memories. Sasa kwenye memory kuna aina ya memory ambayo inajulikana kama SRAM. Nitatoa video nyingine ambayo ita describe memory na aina zake za memory. Kwenye system on a chip kuna memory iko ndani integrated, inajulikana kama SRAM na DRAM. DRAM tunasema ni main RAM. SRAM ni cache RAM. Aina hizi za RAM hupatikana ndani ya system on a chip. SRAM inapatikana ndani ya CPU kama cache memory. DRAM inapatikana ndani ya system on a chip independent, yani inakuwa nje ya CPU lakini inakuwa ndani ya system on a chip kama main memory, main RAM. Kwa hiyo ndani ya system on a chip tuna component kama memory, ambayo memory inayopatikana ni aina ya memory inayojulikana kama RAM. Tuna aina mbili za memory kwenye simu. Nimesema nitakuja kutoa video yake kuzizungumzia memory zinazotumika kwenye simu. Tuna memory ambazo ni temporary na tuna memory ambazo ni permanent. Sasa kwenye system on a chip tunazungumzia memory ambayo ni temporary, inahifadhi data kwa muda mfupi, ambayo inajulikana kama RAM, random access memory. Sasa hizi RAM zimegawanyika nazo katika sehemu mbili, ambao tuna SRAM na tuna DRAM. Kwenye video inayohusiana na memory tutazichambua vizuri, lakini hapa unatakiwa uelewe kwamba ndani ya system on a chip tuna component nyingine inaitwa memory, na hiyo memory inayopatikana kwenye system on a chip ni RAM, ambayo ni random access memory. Na hiyo RAM tunazo aina mbili za RAM, zote zinapatikana ndani ya system on a chip. Kuna aina ya kwanza ni SRAM na aina ya pili ni DRAM. SRAM inapatikana ndani ya system on a chip lakini kwenye CPU sasa, ambayo inasimama kama cache memory. DRAM inapatikana ndani ya system on a chip kama main memory au main RAM. Sasa ile ambayo mtu ukiwa umenunua simu au ukiwa unatumia simu, ukienda sehemu ya RAM unaiona wamekuandikia GB 4, GB 8, GB 10 na ngapi, hiyo ndio main RAM ambayo ni DRAM. Ila SRAM hatuzioni pale kwa sababu zinasaidia ufanyaji kazi wa CPU kama cache memory. Kwa hiyo CPU na system on a chip tunaweza tukaona ni namna gani kitaaluma ni vitu ambavyo vinatofautiana, lakini tukija katika muonekano na katika matumizi huwa vinatambulika kama kitu kimoja, kwa sababu system on a chip ndio inabeba CPU ndani yake. Sasa kwenye kuservice simu huwa huwezi ukaichambua au ukaichomoa CPU ndani ya system on a chip. Kile kitu ambacho tunakiona pale juu ya simu ambacho kinatambulika kama processor, kile kinachoitwa processor au kile tunachokifahamu kama processor, kitaalamu ukikichambua ndo tunakiita system on a chip. Hiyo processor ile ambayo utakuta imeandikwa Qualcomm juu, imeandikwa MediaTek, imeandikwa Spreadtrum, ile processor ile ndio system on a chip. Maana yake ni nini? Ile processor ndani yake kuna chip zaidi ya moja zinazotumika katika utendaji kazi wa simu. Maana yake ndani ya ile processor tuna CPU mule, ndani ya ile processor tuna GPU, ndani ya ile processor tuna RAM, ndani ya ile processor tuna connectivity modules kama baseband mule, baadhi ya simu wanazitumia, kama wifi baadhi ya simu wanazitumia, kama bluetooth baadhi ya simu wanazitumia. Lakini kuna baadhi ya simu au baadhi ya teknolojia hupendelea baadhi yao kutumia chip au component chache separate. Maana yake ni nini? Kuna simu unaweza kukuta inatumia system on a chip, lakini ile chip ya baseband haiwi ndani au haiwi miongoni mwa component zilizokuwa ndani ya system on a chip. Inaweza ikawa inatumia system on a chip, ndani kukawa kuna CPU na memory na component zingine, ukakuta baseband wanaitumia separate, yani iko nje ya system on a chip. Hiyo bado haijaondoa hadhi ya system on a chip, kwa sababu system on a chip tushaangalia kwamba ni ile chip ambayo ina integrate component au chip zaidi ya moja ambazo ni muhimu kiutendaji. Kwa hiyo tukikuta tukikuta system on a chip contain CPU
tukakuta imecontain RAM au memory, tukakuta imecontain Bluetooth, tukakuta imecontain Wi-Fi, alafu baseband haipo, hiyo bado haijaondoa hadhi na sifa ya kuitwa system on a chip. Au tukakuta imecontain CPU, tukakuta imecontain RAM, tukakuta imecontain na baseband, alafu Bluetooth na Wi-Fi ziko nje, hiyo bado haijaondoa hadhi na sifa ya kuitwa system on a chip. Itaitwa system on a chip pale tu itakapoweza kuintegrate chip zaidi ya moja ndani, chip zaidi ya moja ndani ambazo ni muhimu kiutendaji. Lakini CPU tumeona sasa ni ile Central Processing Unit, ni kile kichipu ambacho ni central, ni msingi wa utendaji kazi wa nini, wa simu, kile ambacho kinafanya calculation, kile kinachofanya tafsiri na ule ubongo sasa wa simu, ndio tunasema ile ndio inaitwa CPU. Kwa hiyo in general ukikutana na neno processor kwenye simu, ukakutana na neno CPU kwenye simu, ukakutana na neno system on a chip kwenye simu, tambua kwamba kitaaluma system on a chip ndio inabeba CPU ndani yake. System on a chip ndio inabeba processors ndani yake. Maana yake ndani ya system on a chip kuna CPU na kuna GPU. Hizo zote ni processor ambazo kila processor moja inafanya majukumu yake au kazi zake. Kwa hiyo basi CPU na system on a chip kimtazamo na kimazoea ni kitu kimoja, lakini kitaaluma na kiutendaji kazi ni vitu viwili tofauti, kama maelezo ambayo nimeyatoa hapo kulingana na kazi na namna ya utengenezwaji wa CPU. Baadhi, kama nilivyosema, baadhi ya makampuni ya simu au baadhi ya simu hupenda hutumia au separate baadhi ya component kwenye nini, kwenye system on a chip. Kabla ya kutumika kwenye simu hawakuwa wanatumia system on a chip kuarrange hizi component. Manake kama hawakuwa wanatumia system on a chip kuarrange hizi component ndani ya simu before, ni kwamba CPU ilikuwa ina sehemu yake, memory zilikuwa zina sehemu yake, connectivity modules zilikuwa zina sehemu yake, na component zote ambazo utazikuta ndani ya system on a chip manake zilikuwa zina sehemu yake kwenye PCB. Sasa baada ya kuona kwamba kuna umuhimu wa kutunza nafasi kwenye PCB ili itengenezwe aina ya device itakayokuwa na muonekano mdogo au itakayokuwa na umbo dogo, ndo wakaja na hizo idea za kucombine au kuintegrate hizo chip muhimu kwenye chip moja. Nafikiri kwa maelezo haya mafupi na uchambuzi huu wa juu tutakuwa tumepata kitu fulani, tutakuwa tunapata idea, kuna material tutakuwa tumegain namna gani hizi component za simu hufanywa na hupangiliwa ndani ya simu. Tunaweza tukaona hapo tofauti wa system on a chip na CPU kimuonekano na kiutendaji. Hapa nimekupa maelezo kwa kifupi tu utofauti uliopo kati ya system on a chip na CPU, uweze kutambua kwamba hivi ni vitu viwili tofauti kiutendaji na kimuonekano, lakini kimazoea ni tunaweza tukasema ni kitu kimoja, kwa sababu vyote tunavitambua kama processor. Vile vile nitakuja kutoa ufafanuzi tena wa juu kuhusiana na hii CPU sasa, ili uje uone inatofautiana vipi na CPU zingine na component zingine ambazo zote zinapatikana ndani ya system on a chip. Nitakuja kufafanua namna gani CPU inatengenezwa, inafanyaje kazi, ina contain vitu gani yenyewe, maana CPU kama CPU ina vitu vingine ndani vinapatikana, vinaitwa cores. Ndio maana kuna dual core, quad core. Hizo core ndani zinatengenezwaje na zinafanyaje kazi, nitakuja kufafanua pia vizuri namna gani, mpaka utakuja kuona namna gani simu inaweza ikafanya vile vitu ambavyo tunaona ni vya kimiujiza, namna gani simu inaweza ikafanya vitu vya kimiujiza. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba sio miujiza inafanyika, ila ni mahesabu na mpangilio na lugha zilizotengeneza ndio zinafanya kinafanyika tunachokiona kwenye simu.
Unakaribishwa kama una kitu kinakuchanganya kinachohusiana na software za simu, unakaribishwa kuuliza maswali, kufanya mijadala, kudiscuss kwa pamoja changamoto na milolongo yote inayohusiana na software za simu. Unakaribishwa, na vitu kama hivi au nondo kama hizi zinapatikana kwenye kitabu changu ambacho kinajulikana kama Basic Mobile Software Knowledge. Ndani ya kile kitabu nimechimba, nimeelezea, nimeweka maelezo ya kitaaluma, sio maelezo ya kufikirika au sio kitu ambacho nakihisi mimi, ila nimeweka vitu vya kitaaluma, vitu ambavyo vimeandikwa mule na vitu utakavyokutana navyo mule ndio uhalisia wa mambo ambavyo ya sio maoni, sio mitazamo ya mwandaaji, ila ndio uhalisia wa vitu vilivyo. Kwa hiyo kama umeshapata kitabu, ukikutana na changamoto yoyote, unaweza ukanitafuta tukashare idea kutatua sehemu ambazo zinakuchanganya, au kama bado hujapata, ukija ukipata kitabu ukikutana na sehemu ambayo inakutatiza, unaweza ukanitafuta tukashare idea kuweka mambo sawa.